Januari hii 13 mwaka 2026, siku ambayo wanafunzi wanarejea mashuleni. Pilika ni nyingi sana, hususan katika jiji la Dar es Salaam, wakati watu wengine pia kwa kumaliza likizo hapa na pale, maofisi mbalimbali yakianza kufunguliwa. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo imebeba vitu vingi sana vya kuweza kuvizungumza na kuweza kuvijadili. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kuangazia ni kuhusiana na fainali ya NMB Mapinduzi Cup kwa mwaka 2025 kuelekea 26, ambapo leo ni Azam Football Club dhidi ya Young Africans katika uwanja Gombani Pemba, uwanja ambao umefanyiwa marekebisho makubwa sana, na ukiuona wenyewe mandhari yake yanakuwa na kuvutia kweli kweli. Ni fainali ya aina gani? Tutakwenda kuangazia pia vikosi vya timu zote mbili, hali jinsi ilivyo katika mchezo huu wa fainali ambao unachezwa jioni ya leo katika kisiwa cha Pemba. Lakini ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia pia taarifa za usajili wa Stabo Alan Okello akitua katika viunga vya Young Africans. Tutakwenda kuangazia pia jinsi ambavyo usajili huu unavyokwenda kubadilisha ule nafasi za wachezaji ndani ya kikosi cha Young Africans. Wengi wameanza kuzungumza kuhusiana nafasi za baadhi ya wachezaji na ile mifumo ambayo itakwenda kuwa kwa mwalimu Pedro Goncalves. Ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia pia kuelekea hatua ya nusu fainali za AFCON kwa mwaka 2025. Kumbuka ni timu 4 zikiwa tayari zimeshaingia katika hatua ya nusu fainali. Morocco wao wakienda kuwa wanakwenda kucheza katika michezo hii ya timu 4. Morocco yupo, Senegal yupo, kikosi cha Nigeria ambao pia na wenyewe wameingia katika hatua ya nusu fainali, pamoja na timu ya Misri. Rekodi tamu kidogo ambazo unapaswa kufahamu ni kwamba ni mara ya kwanza inashuhudia timu hatua ya nusu fainali. Timu 4 zote zinafundishwa na walimu wazao kutokea barani Afrika. Lakini pia rekodi nyingine tamu zaidi unapaswa kufahamu ni kwamba kuanzia mwaka 2019 Jamel Belmadi aliongoza Algeria kushinda ubingwa wa AFCON. 2021 Aliou Cisse aliwezesha kushinda Senegal, wakati mwaka 2023 aliongoza Emerson Faé wa Ivory Coast. Uchocheo wa makocha kati ya 24 ni makocha 15 katika fainali hizi za 35 zikiongozwa na makocha wazao. Tutakwenda kuangazia hizo rekodi tamu kuelekea hatua nusu fainali ni michezo ya aina gani. Lakini kimataifa zaidi, Xabi Alonso yaonekana kwamba imetosha ndani ya kikosi cha Real Madrid Rossi Blanco, ambapo nyota wa zamani wa Liverpool pamoja na Real Madrid Rossi Blanco akishinda pia taji la kombe dunia mwaka 2010, Alvaro Arbeloa akipewa nafasi ya kuwa kaimu kocha mkuu ndani ya kikosi cha Real Madrid Rossi Blanco. Kunako katika kikosi cha Manchester United, Michael Carrick akiongoza duru za kuweza kuongoza kuwa kama kaimu kocha mkuu ndani ya kikosi cha Manchester United. Wayne McRooney waza asema kwamba iwapo kama Carrick akiteuliwa kuwa kocha mkuu wa muda, yupo radhi naye kwenda kujiunga na kikosi cha Manchester United. Tunazo pia taarifa nyingi sana. Juventus da Bianconelli wakikandamiza Cremonese kichapo cha mabao 4-0, wakati Napoli akilazimisha sare ya bao 2-2 dhidi ya Internazionale Milan Nerazzurri. Ni miongoni mwa michezo ambayo tutakwenda kuangazia katika Serie A pamoja na La Liga. Mimi ninakaribisha, naitwa Saidi Salim Msumu, unaweza kuniita kaka Saidi. Nipo sambamba na wachambuzi wangu, bila kusahau yupo hapa Andrew Kinga Mkono, mzee wa Val, pamoja na coach Michael Hiera, miongoni mwa mtu bingwa kabisa, coach wa under 17, under 20, under 23, popote pale yupo. Jambo la kwanza tusalimiane. Asalamu alaykum. Karibu tena. Asante. Alitutenga siku 2 hapa, siku 2 pale, lakini mandhari yote yanakwenda jambo jema. Mandhari ya kwamba ni F28. Ndio. Bas. Kushinipa kuji. Mandhari ni shilingi F28. Huku naona na huku naona. F28 ile ukilipia ndio hauwezi kujuta. Hiyo jana wakati ratiba ya AFCON ilikuwa iko off kidogo, hakuna mechi za AFCON, ndio nikawa nafikiri pengine inaweza ikawa ni siku ya kuboa, lakini wakati nimebonyeza kwenye kideo nikakuta Al Nassr anacheza na Al Hilal. Ukasema 28 hii ya 28 yangu naona inatumika vizuri. 28 mtu akiwa Morocco anaiona. Inategemea yuko Morocco aina gani, lakini Morocco anaona.
Morocco hivi. Morocco Rashid Hamisi. Morocco Londoni. Bwana. Wewe unasitafute maneno. Bwana nataka maneno. Rashid alikuwa Morocco, alikuwa likizo, alikuwa Morocco. Na alipotoka huko akaenda Joburg kwa Babu Madiba. Unafanya mchezo ni utaki? Safari na chini ilikuwa ni Morocco ya Kinondoni na Keko. Agenda mali Manungu. Manungu ni ajenda Manungu. Bumbo. Sawa fresh. Au vipi bwana? Vitu bwana. Watu wanajiuliza Mkulungwa vipi? Hapo mtoto atamuonyesha yule. Amuoneshe nani? Mtu katambia na Morocco kumbe kaenda Kinondoni bwana. Picha ziko wapi? Atupe picha moja akiwa Morocco. Atuonyeshe basi hata kwenye nani, kwenye zilizobamba ya nani. Hawezi kutuonesha Rashid. Rashid ajenda. Lakini ipo siku hizi. Yaani pale mtu aseme hivi, nimefurahi sana Andrew Kinga Mkono kujumuika na wewe. Michael Hiera. Sheikh Said alikuwa anakufuatilia. Hapo tuweke pale picha Rashid Hamisi akiwa Morocco. Rabat hapo. Casablanca. Agadir. Sawa, tuko vizuri. Tuko sawa sana. Nimeona mji umechangamka leo kwa sababu ya shule zimefunguliwa. Watu walikuwa katika ile season ile holiday season na wenyewe wanaweza kurudi barabarani, kumechangamka. Kipindi cha walimu kuwa na sauti kubwa zaidi. Mkono ni hivi tu. Msisitizo. Kama haitoshi ondoka na mwanao. Unaambia nitamlipia nusu ada au anasoma hivi. Sawa. Haikubaliki. Ada sio bahati. Na uzuri pia Januari pia ligi kuu NBC na yenyewe inarejea. Tukimaliza hapa AFCON, tunarejea pia NBC, tunarejea Confederation, kombe la shirikisho linarudi. Ratiba ndio lilistua ila ratiba kwamba ligi ya mabingwa inarudi tena. Ilikuwa ghafla, imenistua. Kombe kinapigwa tena. Tupumzike. Sasa ndio wakati wa ubaya ubwela ndio. Kweli ubaya. Ule ubishi wangu mimi na Saidi ndio wakati sasa utaamuliwa. Ubishi wetu. Mechi zako ndo zinaanza mechi zangu. Mechi 3-4. Mbili mechi moja sasa 3-4. Tuanze na soka letu kwa wakati huu hapa kuangalia taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Tuanze kuangazia taarifa kuhusiana na michuano ya NMB Mapinduzi Cup ambapo mchezo wa fainali unataraji kuchezwa hii leo majira ya saa 10 jioni kwa mchezo kati ya Azam Football Club ambao watawakaribisha Young Africans katika mchezo unaotaraji kuchezwa katika uwanja wa Gombani Pemba. Kumbuka kuelekea katika mchezo huu wa fainali, kikosi cha Young Africans wao walivuka kuelekea katika hatua ya fainali baada ya kuweza kuifunga Singida Black Stars kwa kichapo cha 1-0, bao la Maxim pia Zengeli. Wakati kwa upande wa Azam Football Club wao walitinga hatua ya fainali baada ya kuwaondosha klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa kichapo cha 1-0, bao la Azam Football Club likifungwa na Lamek Lawi na hivyo kuwafanya Azam kukata tiketi ya kuelekea katika fainali. Kumbuka michezo ya awali ilikuwa inachezwa katika uwanja wa Aman Zanzibar, lakini mchezo wa fainali utachezwa katika uwanja wa Gombani Pemba. Ni michezo ambayo imekuwa na hamasa kubwa sana Kinga Mkono tangia kuasisiwa kwa michuano hii ya Mapinduzi, na kila mwaka imekuwa ina maboresho makubwa sana. Mfano safari hii maboresho ya kiasi cha fedha, bingwa akiondoka na milioni 150, mshindi wa pili milioni 100, inaongeza ile hamasa ndani yake ya mashindano kwa ujumla wake. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia walikuwa wanaanza wanapewa milioni 5, ikaja milioni 10, sasa mpaka inafika milioni 100. Ni hatua kubwa. Unajua watu walikuwa wanaona hamna umuhimu wa mashindano kwa sababu ile zawadi inayopatikana ni ndogo, alafu mashindano yako katikati ya msimu. Unajua kuna wakati unasema bwana, sisi tuna mashindano yetu makubwa, kwa hiyo hatuna haja kupeleka timu. Lakini ukitengeneza zawadi namna hii, na mwaka huu tumeona timu nyingi, Yanga, Simba, Azam zimejaribu kutumia vijana kwenye mashindano kwenye mechi zake za awali zote. Kwa hiyo ni nafasi kubwa wametoa kwa vijana ambao walikuwa wachezi. Lamek Lawi alikuwa hajaanza kucheza kwenye timu ya Azam, lakini kupitia mashindano yao tumemwona kile alichokuwa anakionyesha Coast, na hapa amekuja kukionyesha kwenye mashindano. Amefunga goli muhimu kwenye nusu finali dhidi ya Simba. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yametoa
nafasi kubwa kwa wale ambao walikuwa wamecheza na kuonyesha ushindani, na hata mashabiki kwenye baadhi ya mechi walikuwa wanajitokeza kwa wingi, na hiyo jambo muhimu sana kwenye mpira. Bila mashabiki mpira unakuwa hauna maana. Mashabiki ni watu muhimu kwenye mchezo, kwa sababu ni mchezaji wa 12 na wachezaji inawapa fursa ya kuonyesha vile walivyokuwa navyo mbele ya watu wao, na waandaaji ukiongeza na wadhamini wameleta kitu kipya. Kuna hela ya mfungaji bora, sio mchezaji mwenye nidhamu, 500,000 milioni ile mtu anapewa. Vyote vimeongeza hamasa kwenye mashindano. Kwa hiyo wachezaji wamejituma. Tumeona watu wengi wapya wakionyesha vitu vipya. Nilikuwa sijajua kama mtu anaitwa Yondani mwingine, lakini nimemuona kupitia Simba. Kuna mtu anaitwa Mbegu nimemuona kupitia Simba na alifunga goli. Kwa hiyo naona ni kama kuna mashindano ambayo yametoa nafasi kubwa, na kwa timu ambazo zinashiriki kwenye mashindano ya kimataifa nadhani zimewapa darasa la kuonyesha sehemu gani za kwenda kuziba. Kama Simba nadhani wanaona sehemu gani za kwenda kuziba kuelekea mechi yao inayokuja na Esperance. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu muhimu nadhani, kwa sababu ya ratiba ya AFCON ndio maana timu zetu zikakubali kwenda kwenye kushiriki mashindano, na vile vile kutokana na msimu ulikuwa umesimama. Kwa hiyo zilitoa nafasi kwa wao kwenda kuonyesha kile walichokuwa nacho. Yanga tumeona ni wamekuja na vijana wachache. Kuna beki yule mmoja alicheza hata kwenye press walimleta nani yule dogo, alikuwa alicheza vizuri sana kwenye mechi yake aliocheza zile nilizomuona. Ni mtu ambaye baadaye akipewa nafasi na akikuwa vizuri anaweza kuwa ni msaada kwenye timu, itapunguzia gharama timu kusajili wachezaji wakubwa kutoka nje. Kwa hiyo nimegundua kwamba mashindano haya msimu huu mbali ya wadhamini kuweka hela nzuri na udhamini, lakini imetoa fursa kubwa kwa vijana. Nadhani hii ndo hasa dhamira mashindano kama haya. Na mimi ningekuwa na uwezo labda kwa ushawishi ningeomba TFF na ZFF waweze kutafuta namna mashindano haya yangekuwa yanachezwa japo hata kwa yangeanzia mwanzo wa msimu mpaka tarehe 13, yangeshirikisha timu nyingi zaidi kucheza kwa nyama mtoano. Sasa kwenye mashindano hayo sasa tutakuwa ni mashindano ya muungano, kwa sababu mashindano hayo unajua yanasimamiwa na kamati ya Kombe la Mapinduzi. Sawa, muungano ni muungano. Nimeelewa, yani naileta hiyo hoja kwamba mashindano haya sio ya ZFF. Sawa. Ni mashindano ya kamati ya Kombe la Mapinduzi ambayo ndio yanaratibu. Lakini hakuna mashindano yatakayofanyika bila TFF au ZFF kushiriki. Yes, lazima waonyeshe wanashiriki, lakini ni kamati ambayo inasimamia ni kamati ya Kombe la Mapinduzi. Ndio maana nikasema kwenye hoja hiyo nafikiri ingeweza kwenda kwenye mashindano ya Kombe la Muungano. Sawa, Kombe la Muungano ambayo inabidi yafikie tamati tarehe 26. Kwa hiyo mwisho siku yangekuwa yanaanzia huku chini, watu wanachuja hivi. Kwa minajili inaweza ikawa ni hayo au ni haya. Ni namna tu ya kuyatafuta, namna ya kuyafanya mashindano kuongeza ushindani na ufanisi wa timu, kwa sababu timu siku zote tunalalamika wachezaji wetu wengi hawapati nafasi ya kucheza. Lakini mkiwa na mashindano mengi ambayo yana ratiba nzuri, mimi naamini bado kwenye watu wanaweza kukaa chini wakatengeneza ratiba nzuri na mashindano yote yakachezwa, kwa sababu ya kutoa nafasi kwa wachezaji wengi. Timu inasajili wachezaji 30. Sasa hivi TFF imetangaza juzi, nimsikia Rais Karia anasema wachezaji wanakwenda hadi kusajili 40 kwenye dirisha hili. Lengo ni kutoa nafasi kwa wachezaji wengi kucheza. Kama unatoa nafasi kwa wachezaji wengi kucheza, lazima kuwe na mashindano mengi. Sasa hivi tuna NBC, tuna CRDB, naone, alafu tuna kombe labda shirikisho, timu iliyofuzu kombe la shirikisho Afrika na ligi ya mabingwa Afrika, naone, na kuna kuja na haya Mapinduzi na Muungano. Lakini sasa haya mashindano mengine yanakuwa mafupi sana, kwa sababu yanakuja katikati ya msimu. Unakuta mtu anaona kuna umuhimu timu yake kugombania ubingwa wa ligi kuu kuliko kupeleka timu kwenye mashindano ya Muungano au kupeleka timu kwenye mashindano ya Mapinduzi. Kwa hiyo kidogo yanapoteza ile hamasa na nguvu ya mashindano, lakini ilikuwa mashindano muhimu sana, kwa sababu nakumbuka wakati ule kombe la Muungano ilikuwa inaleta ushindani mkubwa kabisa. Unaona ushindani, timu zilikuwa shindana za bara na huko hata mabingwa wake walikuwa wakishiriki kwenye mashindano ya Afrika. Unaona kuna kitu kinapatikana kutoka kwenye timu za pande zote. Kwa hiyo nadhani ni wakati wa TFF na ZFF wakae chini, watengeneze mpango mzuri. Haya mashindano watafute namna ya kuingiza kwenye ratiba ambayo yachezwe kwa kipindi hivyo, kama Januari mpaka mwezi wa 4. Yote kati haya kama ni Mapinduzi tunaamua kuyafanya Mapinduzi au Muungano, lakini yaanze kuchezwa kuanzia mwanzo wa msimu mpaka labda tarehe husika ndo finali, kama vile inafanyika ile Carabao na ile ya Carling ambayo inafanyika mwezi wa 3 na Carabao. Kuna ya mwezi wa 3 ni Carabao ya finali inafanyika mwezi wa kwanza, si mwezi wa 3 inafanyikaga. Mwezi wa 5 inafika mwisho wa msimu, lakini Carabao inafanyikaga na mwezi wa 3 au mwezi wa 2 mwezi wa pili. Kwa sababu Carabao sasa hivi ipo hatua ya nusu finali. Sasa wanamalizaga mwezi wa pili. Kwa hiyo nadhani nao tungechukua naye tungecheza, watu wangecheza hadi kipindi cha mwezi wa kwanza hiki
ina maana timu zingeongeza ushindani na wachezaji wengi wakapata platform ya kucheza, kwa sababu tuna lengo la kuona vijana wetu wengi wacheze, kwa sababu bench linawaumiza wachezaji. Japokuwa nimesikia TFF wanasema kwamba wanataka kuiua ligi ya under 20 walete ligi ya wachezaji wa timu za bench. Kwa hiyo na mashindano kama haya ni sehemu fursa kwao kuja kuonyesha vipaji. Andrew Kinga Mkono, mzee wa Val yake leo imeangalia kuhusiana na kombe la NMB Mapinduzi Cup pamoja na Muungano. Mimi nimeongezea Muungano hapa, lakini nasema kwamba yaanze tangia mwezi wa 9 hivi, si ndio? Mwezi wa 9, mwanzo wa msimu yende. Michael, tuangazie kiufundi kuhusiana na vikosi vya timu zote mbili. Tukianza na kikosi cha Azam Football Club, nimeona kuna Mwalimu Ibenge, naona kama ni big surprise. Kuna mechi ya nusu finali unakwenda kucheza dhidi ya Simba, na angalia wachezaji ambao wanatoka kwenye tana, yani wanatoka kwenye basi wanaingia vyumbani. Namuona Yoro Mamadou Diaby, lakini naenda kwenye kikosi namuona anaanza Twalibu, anaanza pamoja na Lame Kilawi. Nikisema mgonjwa ama sio? Saduni hayupo kwenye kikosi. Sopo anatembea lakini hayupo. Mdogo wangu akaniuliza akasema, Bin Zaidi yuko wapi? Yahya hayupo kwenye kikosi. Kuna yule kijana mmoja under 20 ambaye Ashraf Kibeko. Unamwona ndani ya timu. Shikina Diakite, unasema Diakite alikuwa wapi? Na yumo, lakini Kitambala anagongana pale mbele juu kuitengeneza timu. Imekuwa ni timu fulani hivi ya kusema tucheze tuone. Fursa ni hii hapa kiufundi. Mwalimu alijaribu kuleta kitu kingine tofauti kwenye kikosi, na pengine kuona kwenye adhina yake kuna nini ambacho anaweza akakitoa pale ambapo itatajika pia wachezaji wengine kupata nafasi ya kucheza. Na unachojaribu kuangalia kwa wachezaji ambao walipata nafasi pia ya kucheza kwenye mechi hasa hiyo ambao wanaizungumzia dhidi ya Simba, wao pia bado waliingia na mpango mzuri kwenye mgawanyo wa majukumu kwa jinsi ambavyo walikuwa wanacheza. Unaona mpangilio wao, wajibikaji pia ambao aliingia nao ulikuwa ni 100% kwenye kile ambacho alikifanya, kwa sababu alifanikiwa pia mpaka kushinda kwenye mechi kwa ushindi wa goli 1-0, lakini bado timu pia ilitengeneza nafasi kadhaa kwenye mechi na mpaka ikapelekea wao kupata goli. Ukiangalia kwenye kile ambacho waliingia nacho Azam FC kwenye ile mechi, unaweza kuona pengine kulikuwa na mabadiliko kiasi tu ya positioning na jinsi ambavyo timu ilikuwa inacheza kwenye baadhi ya maeneo, lakini kuna maeneo ambayo timu ilibakia kuwa vile vile. Ukianzia kwa mfano kwa Azam FC kwenye eneo la kiulinzi, unaona mtu kama Nathaniel Chilambo ambaye alicheza upande wa kulia, na obviously anapata nafasi ya kucheza, na unaweza kusema ni mchezaji ambaye ana uzoefu tayari kwenye mechi nyingi ambazo zina ushindani wa namna hii. Akianzia Ruvu Shooting, ameenda Azam FC, amepata game time kwenye baadhi ya nyakati, anacheza kulia, anacheza kushoto. Mwalimu akaamua kumpa jukumu la kucheza upande wa kulia, na unaona kazi ambayo alifanya kwenye hilo eneo, akiunda ule ukuta watu wanne ambao ndani yake ndio kulikuwa na Twalibu pamoja na Lame Kilawi na Randy Zuzua ambaye alikuwa anacheza pembeni upande wa kushoto. Unaona ukuta ambao ulikuwa na mchanganyiko wa wachezaji, pengine ndani kwa Lame Kilawi pamoja na Twalibu. Ulikuwa unaona Twalibu hajapata muda wa kucheza kwa sababu alipata majeraha. Mwanzoni baada ya kuanza kucheza Azam FC ikaonekana nafasi yake imekuwa finyu, wakampeleka KMC kwa mkopo, akupata muda mwingi wa kucheza kwa sababu alipata majeraha. Baadaye Azam akamrudisha kwenye timu, ametibia almost miezi 6. Baada ya kurudi ameanza recovery, then mazoezi ya timu pamoja, ameingia kwenye kikosi. Unaona kile ambacho alikifanya kwenye hilo eneo. Twalib unaweza kuona utulivu wake, hate yake, jinsi ambavyo anaitumia vizuri kwenye eneo la kiulinzi, lakini kuwa na mtu kama Lame Kilawi, nafikiri alikuwa na Lame ndo alikuwa kama na mlead kwenye vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika kwenye eneo la kiulinzi. Na niliona hata kabla ya mechi hii pia mechi ya nyuma nadhani ilikuwa ni ya Singida Black Stars. Niliona kuna muda ambapo kwenye timu Himidi anacheza kama namba 6. Yes. Kuna muda kwa anarudi kama sentafu, alafu amwacha Twalibu arudi namba 6. Ili kuna makosa fulani kama yalikutokea, alafu yeye akawa anarudi chini, anasawazisha makosa, anaambia panda mbele, zuia, alafu mwisho siku wewe utarudi nyuma, yeye ataenda atatembea tena nyuma. Nimeona kama ni utulivu fulani hivi pamoja na Jaka Kaminko katikati, alafu na Twalibu kama amepata kujiamini pamoja na Lamek. Na unachokiona kama faida kwa uwepo wa Himidi Mao kwenye eneo la kiungo, kwa sababu Himidi anacheza defensive midfield, yani yule kiungo kabisa ukabaji ambaye
unasema ukiwa na kiungo wa ukabaji aina ya Himidi Mao Mkami, anaweza akawa anajua pia positioning ya namba 4 wa kwake, kwa maana defender wake yule wakati ambaye anaweza kuwa na jukumu la kutembea zaidi, au pia wakati mwingine anajua majukumu ya namba 5 anatakiwa kuwa ya namna gani. Lakini pia Himidi ni kiongozi mzuri kiwanjani, anajua kwamba kuna nyakati ambazo hawa wachezaji kutokana na experience yao na kile ambacho anaweza kukifanya kwenye eneo la kiulinzi, wanaweza kufanya makosa madogo madogo ambayo anahitaji kuwa na mtu ambaye ni kiongozi kwenye hilo eneo. Alichokuwa anakifanya yeye muda mwingi alikuwa kwanza haumuoni kama anatoka sana kwenye eneo la base ya midfield. Kwa nini? Kwa sababu tayari kulikuwa na msaada wa watu wawili juu yake. Kwa mfano kwenye mechi ilivyoanza, juu alikuwa anaanza Kaminko pamoja na Ashraf Kibeko, ambaye Ashraf hakucheza kwenye nafasi ya fullback. Mwalimu alimtumia mbele ya kwake Himidi Mao, Kaminko pamoja na Ashraf Kibeko. Unaweza kuona kwa nini hasa ilikuwa vile, na mwalimu anategemea hasa kukipata nini kwenye ile eneo, kwa sababu Himidi Mao atakupa faida kwamba ni defensive minded, mtu ambaye kwenye majukumu mengi ya kukaba, kunusa hatari, kwenda kutibua, kutuliza timu kwenye ile eneo, anaweza kukupa 100 hicho ambacho anaweza kukupa hapo. Lakini una mtu kama James Akaminko ambaye ni midfield ambaye anaweza kahold mpira kwenye ile eneo, akaanzisha pasi ambazo zitakuwa na haraka zaidi, akapiga pasi sahihi kwenye maeneo ambayo atakuwa ni sahihi. Lakini uwepo wa mtu kama Ashraf Kibeko ambaye yeye kwa umri wake unaweza kumtuma kwenye maeneo mengi, kuwa na mchezaji ambaye anatumika kwenye maeneo mengi, kwamba ukimwambia nenda kushoto ataenda, nenda kulia ataenda, press juu ataenda kupress. Nyinyi mkiwa nyuma yenu mnamridi huyu mchezaji wa namna hii, inakuwa rahisi kuoperate kazi zenu kwenye eneo la kiungo. Sio kwamba mnacheza kama mafaza peke yake, lakini mnacheza mkiwa mnajua kwamba sisi tuna level kubwa ya ukomavu, pengine hata ikitokea pressure tunaweza tukahandle hiyo pressure. Lakini tunaye mchezaji ambaye tukiupoteza mpira anaweza kaenda akapress, sisi tunafanya backup kwenda kupress, kwa sababu wote pia hawa wawili ambao wanataja hapa nyuma ni pesa wazuri, wanaweza akapress wakachukua mpira. Kama Himidi unamuona kwenye mechi nyingi anaweza kafanya interception nyingi per match, akaenda akapokonya mpira kwa wapinzani, lakini kuna muda ambao anataka kwanza mtu mwingine aanze kureact, yeye akija kufanya afanye tu kwa clear kile ambacho kinatokea kwenye eneo la kiungo. Unaona domination ya eneo la kiungo jinsi ambavyo walikuwa wanafanya Azam FC. Lakini utaangalia pia kwenye mpango wao wa kiuchezaji, hilo eneo la kiungo unasema nani ambaye atakuwa anasaidia sasa kuifanya timu iconnect kwenda kwenye eneo la juu la kiwanja, kwa sababu wao walikuwa wanajua Japhet Kitambala bora yuko pale kama mshambuliaji kinara. Yeye ukimpigia mipira anaweza akahold kwa sababu ya umbo lake. Unajua Japhet hata ukimgusa anaweza kufeel kama ndo ana enjoy zaidi. Unamgusa kadiri unavyoweza wewe, lakini bado mpira wa sisi tutakuja tutaukuta kwake. Una Shekina Diakite ambaye speed wise anaweza kukuofa hicho kitu. Lakini Shekina pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao anaweza kawini 1v1 kwa mara kadhaa. Hiyo ndo hiyo holding ambayo unasema kwa mtu kama Japhet. Unaona anakutana na mlinzi mmoja anaweza kumhold akafanya vile ambavyo anaweza akafanya. Sasa mkiwa na mshambuliaji wa namna hii kwamba sisi tutaupiga mpira kwenye eneo la kushambulia, tunahakikisha tu kwamba tunavyosogea tukute huo mpira. Either umepiga on target ama hujipige ama tusubirie sisi tusogee, linakuwa ni jambo lingine ambalo linakuwa ni zuri zaidi. Kwa hiyo pengine kwa mwalimu Ibenge anaweza akawa anaangalia kwenye machaguo yake, anaona kwamba niona mchanganyiko wa wachezaji ambao wanaweza kawa na sifa tofauti kwenye kila maeneo, ili niweze kupata hiyo faida kwamba nikiwa na kiungo ambaye mmoja atakuwa ni destroyer, mmoja anaweza akafanya composure ya timu kama anavyofanya James Akaminko, alafu nakuwa na kijana mmoja ambaye anaweza akapress kwenye maeneo mengi, maana yake tayari mimi nakuwa na faida kwenye ile kiungo, naweza nikadominate, nitapata utulivu wa kila nyakati ambazo niko na mpira. Hawa wanaweza akapiga pasi, nikiwa nimepoteza mpira wawili anaanza kupress, mmoja anasubiria kuwa kama mtu watatu wa kuokota hiyo mpira. Inamsaidia kwa kiasi gani kocha Flora Ikwenge Benge kuhusiana na mashindano haya? Nimeona ukitoa Japhet Kitambala, ukitoa Himidi, ukimtoa Landry Zuzu, kidogo unaweza kumuita pia naye na mchezaji namba 2 Nathaniel Chilambo, wachezaji wanne, lakini wachezaji wengine wamekuwa nafasi zao ni finyu kidogo. Aishi alidaka na Singida, lakini kwa sababu anapata hizi game time. Lame Kilawi, Twali, kina Zidane Seleli, inamuongezea machaguo mapana kwa mwalimu. Nadhani ni ndo hasa ameamua kutumia mashindano. Na nimemsikia jana kwenye moja mazungumzo yake anasema kwamba ametoa nafasi kwa kila mchezaji kucheza ili kuonyesha kubwa aliokuwa nao kwenye kikosi chake na kuwapa nafasi wathibitishe wenyewe wachezaji. Kwa hiyo kama ni kocha amejua kwamba tunakwenda kwenye ratiba ngumu kwa sababu kuna viporo vingi, unahitaji kuwa na wachezaji ambao wengi watakupa viwango vinavyostahili kukuonyesha
unakwenda kwenye mashindano ya namna gani, kwa sababu ukiwa na wachezaji wale wale kila siku wale utawatumia sana, kuna siku wataumia, utakuja kumlazimisha kuingiza mchezaji ambaye atakuwa hayuko fit kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo yeye ameamua kutumia mashindano haya kuwapa nafasi hao ambao hawakuanza msimu kwenye kikosi chake cha kwanza, amewapa nafasi ya kuonyesha kile walichokuwa nacho. Kwa hiyo hii imempa picha pana, kwa sababu kila aliyempa nafasi kwa kiwango chake ameonyesha ubora timu, kwa sababu imepata matokeo na imeenda finali. Kwa hiyo kila mmoja amempa kitu kwamba okay, namba 2 na mbadala wake, namba 3 na mbadala wake, namba 5 na mbadala wake, mshambuliaji na mbadala wake. Ameamua kumtumia sana Gift kwa sababu ndo kiongozi, mshambuliaji kiongozi, na anamtaka afunge ili aendeleze kuwa na ile hali ya ufungaji, kwa sababu mshambuliaji akipoteza hali ya ufungaji inamfanya akose umakini kwenye mechi, na tunakuja kwenye mechi ambazo zinataka sana matokeo. Namtaka Gift awe Gift kweli, awape zawadi kweli wana Azam. Zawadi yenyewe ni magoli. Kwa hiyo lazima Gift acheze sana, apate uzoefu, azoeane na watu mbalimbali ambao watakuwa wanamsaidia mipira ya yeye kufanya kufunga. Na hicho ndio maana naona ameamua kumtumia karibia mechi zote, amemtumia Gift akianza pale mbele. Kwa hiyo hichi kimemfanya yeye kama Ibenge awajue wachezaji wake, atengeneze chemistry nzuri ya timu, kwa sababu siku zote kwenye timu kuna wachezaji wanakuwa wachezaji wa bench, alafu wachezaji wengine wanakuwa wachezaji wa timu. Kwa hiyo wale wachezaji wa bench wanajiondoa kwenye mchezo wenyewe moja kwa moja. Siku unampa nafasi, unamkuta mtu anashindwa kukuonyesha kile ambacho unataka, kwa sababu unajua hii mechi muhimu, labda Imidi hayupo, una kijana unashindwa kumtumia, unaona, kwa sababu kuna mtu ambaye kila siku anakaa bench. Kwa hiyo hii nadhani kwa Ibenge imekuwa na fursa kubwa, na hata naamini hata kwenye mechi ya leo atakwenda akiwaamini vijana wake, ataendelea kuwatumia, kwa sababu nimeona vile kuna taarifa kwamba wale wachezaji ambao wametoka timu ya taifa wakina Faisal amewaambia wapumzike. Kwa hiyo bado ina maana ana imani na vijana wake, sio tu kuchukua ubingwa huu, lakini anataka kutengeneza timu nzuri kuelekea kwenye mashindano yanayokuja, ambayo sasa msimu huu na ratiba zinavyoonekana, ratiba iko tight na muda mfupi, wanapaswa kucheza mechi nyingi. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na watu ambao wako fiti kwenye kila idara. Nadhani hii ndio kubwa ambayo Ibenge ameliangalia. Kwangu mimi simwangalii Jeff Kitambala, simwangalii Himidi kwa sababu amepata nafasi, Landry, Nathan Chilambo amecheza, lakini kwangu mimi naweza nikasema kwamba kuna wachezaji ambao ndani ya Azam wameniimpress. Aishi mtu kama Shekina Diakite, yani ni mtu ambaye of course uwezo ulikopo pale, lakini mashindano haya yamempambanua. Lameck Lawi inawezekana amemrudisha, Twalibu inawezekana amemrudisha hata kwenye macho ya watu. Ashraf Kibeku tulimuona walipokuwa wakina Abdul Karim Kiswanya, wakina Anton Lemi Mpemba pia na yeye imewapatia fursa hiyo ya kuweza kuonekana, lakini pia hata kumpatia machaguo kwa mwalimu Flora Ikwenge Ibenge. Tuangazie kwa upande wa Young Africans na wao kwa mwalimu Pedro Goncalves na safari yake ambayo ya kushiriki katika fainali hizi za Kombe la Mapinduzi. Imekuwa ni safari ya aina gani? Imekuwa ni safari ambayo ya kutoa statement, ushindi wa 3-0 kinga mkono, lakini the way Young Africans inavyocheza inafunga, lakini pia kutoruhusu pia lango lake pia muda mwingine katika michezo ambayo wanayoicheza imekuwa superb. Uzuri wa Yanga wao hawajabadilisha sana wa kikosi. Yaani ukiangalia wachezaji wao wengi, Maxi mechi zote amecheza, Ekua mechi zote amecheza, Pacome amecheza mechi nyingi. Kwa hiyo wale best player wa Yanga wote kwenye mechi zao nyingi wamecheza. Kwa hiyo Yanga ni kikosi chake kama ni kile, kama kuna maingizo machache sana ambayo aliingiza kwenye mechi za kwanza zile. Unaona kuna wachezaji wachache ambao walipata nafasi vijana. Kwa hiyo kwa timu, kwa sababu ile imeshazoeana, wale wachezaji wameshazoeana, hata ukiona goli ile lilofungwa, hii pasi ya watu waliozoeana, wanajuana mikimbio na nini. Kwa hiyo kwa Yanga wao hawakuwa na jambo la kushangaza, kwa sababu wana timu tayari, timu nzuri, na timu walizokutana nazo yeye ni bora kuliko hizo timu walizokutana nazo. Nadhani kwenye mechi hii ya kwake, mechi ya Singida ndio ilimuonyesha. Diamanda ameingia kwenye timu, ameonyesha kitu kikubwa. Damaro ameongea kwenye timu, ameonyesha kitu kikubwa kwamba naye anaweza kuwa msaada kwenye timu. Kile walichokuwa nakitafuta pale katikati chini, nadhani wameanza kuelekea kukipata. Kama Damaro ataendelea kucheza na Buya wakaelewana vile, nadhani itakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye safu ya kiungo ya Yanga ambayo ilikuwa inaonekana ina yumba baada ya Aucho kuondoka. Kwa hiyo kwa hapo ametengeneza timu pale katikati. Mzizi umeshaanza kupatikana na hizi mechi zinamuonyesha kwamba ana kitu. Kuna yule ambaye amemsajili Mwanengo Emmanuel. Amecheza lakini bado hajafikia vile ambavyo labda kwa muda utamruhusu baadaye kuonyesha kile alichokuwa nacho, lakini kwa sasa hivi mashindano yalivyoanza bado hajawa na kiwango kikubwa cha kuonyesha kwamba naye ana nafasi ya kwanza kwenye kikosi ambacho kitakwenda kucheza mechi dhidi ya
unaona. Kwa hiyo naona kabisa kwamba Yanga ni ile ile, imekuwa na ubora wao ule ule, wamethibitisha kwa kuonyesha hiki, na hata kwenye mechi ya leo watakwenda wakutaka kuambia Watanzania sisi ni mabingwa mara 4 mfululizo, tunataka ubingwa ligi kuu mara 5 na hii kombe safari tunalitaka. Japokuwa mechi zaidi ya Azam mara nyingi na kwa ngumu kwenye hatua hii, na naamini lakini bado Yanga ina nafasi kubwa ya kufanya vizuri kutokana na ubora wa wachezaji wake na jinsi walivyozoeana. Kocha amekuja kuendeleza mle tu, amejazia tu maingizo machache. Sijajua leo kama Okello atapata nafasi ya kumtambulisha kama atacheza au ata nini, lakini bado Yanga wana timu nzuri. Maxi amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye haya mashindano, magoli mengi ametengeneza na mwenyewe amefunga. Ukiangalia Young Africans, kuna mechi ambayo ilipita dhidi ya Singida. Unaona kwa katika mashindano haya Abu Twalib Mshele anasalia kwa namba 1 katika kikosi, lakini mtu kama Musa Balakonte ambaye kutoka holding midfielder anarudishwa kucheza kama Sentaf pamoja na Asinki, lakini Kibwana Shomari kupata nafasi ndani ya kikosi, lakini pia inawezekana stall of the town, talk of the town ikawa ni Mohamed Damaro Kamara ambaye anakuwa anadetect timu hususan katika eneo la midfield coach Michael Hiera. Kwenye kile ambacho Yanga amekifanya nafikiri kuna maeneo ambayo walikuwa wanalazimika tu kufanya hivyo. Kwa mtu kama Musa Balakonte kurudi kwenye eneo la center back inaweza ikawa ni jambo ambalo alikustui sana kwa sababu ya position ambayo anacheza. Yeye anacheza kama namba 6. Kumtoa mchezaji kutoka namba 6 kumsogeza namba 4 ama kumrudisha namba 4 ni jambo ambalo linaweza ikawa rahisi, ama kumtoa mchezaji kutoka namba 4 kwenda kucheza namba 6 inaweza kawa pia ni jambo lingine ambalo linaweza kuwa rahisi. Kwa nini? Kwa sababu kuna nyakati ni kama wenyewe majukumu yao yanaweza kawa hayatofautiani sana, japo kwenye eneo la kiungo ukisogea kwenye namba 6 maana yake utulivu utatakiwa kuwa ni mkubwa zaidi, uwe pasa mzuri, sio tu kazi yako ni kudestroy kile ambacho unatakiwa kufanya kwenye ile eneo. Kwa hiyo hata ilivyotoka kwa Balakonte unamwona anasogea kucheza kwenye eneo la center back akiwa sambamba na Frank Asink, maana yake unasema Frank ndiye ambaye atakuwa anatakiwa kumlead zaidi huyu ambaye anakuja kucheza kwenye ile eneo, kwa sababu kuna nyakati ambazo anaweza akawa anajisahau kama anacheza kwenye eneo la kiungo, lakini unatakiwa kumkumbusha kwamba wewe ndio upo kwenye mstari wa mwisho kabisa wa kiuzuiaji ambao unatakiwa kufanya matendo ya haraka na muda mwingi unatakiwa kuclear mipira kutoka kwenye ile eneo kuisogeza kwenye eneo la juu la kiwanja. Lakini kwa Yanga of course kuna baadhi ya maeneo unaweza kuona pia kumekuwa na maingizo ya baadhi ya wachezaji wapya, lakini kwa mfano kwenye eneo la goalkeeping ambalo umemtaja Msheri, sio obvious unasema yeye ndo alikuwa anatakiwa tu kuwepo hapo. Kwa nini? Kwa sababu ukimwangalia yeye mtu ambaye anafuatia baada yeye maana yake ni Komen. Ambaye Komen unakumbuka kile ambacho kilitokea kwake wakati ambao anapata nafasi pengine ya kuimpress, kuona tena akipata nafasi kiwepesi kwa namna hii kwenye kosa Yanga, wakati ambao yuko Djigui Diarra ambao anamtemu kama number 1, lakini anayefuata hapo anasema ni Abu Twalib Msheri ambaye unasema kwenye mechi ambayo anakosekana namba 1 goalkeeper, namba 2 ambaye anafuatia hapo ni yeye, na ndicho ambacho mwalimu alikuwa anakifanya kwamba kwa sababu namba 1 hayupo, ipo kwenye majukumu mengine, basi yeye namba goalkeeper namba 2 ndiye ambaye atapata nafasi ya kucheza kwenye hizo mechi. Na mind you Yanga amecheza mechi hizi 3 ambazo zilikuwa na tension tofauti, kwa sababu hapakuwa na muda tena wao kujiuliza sana kwamba tunaingiaje kwenye hizo mechi. Kundi lilikuwa na timu mbili, timu 3 tunacheza mechi 2. Mechi ya kwanza ni mechi ambayo unatakiwa kuonyesha statement kwamba mimi nipo kwenye mashindano. Ukishinda mechi ya kwanza inakupa picha kwamba mechi ya pili pia inaweza kuwa ni rahisi kwako na pengine kukupa njia ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Unaona alivyoingia, very serious, mpangilio wa kikosi, commitment ya wachezaji ambao alikuwa nayo. Unaona kila mchezaji alikuwa anafanya kile ambacho ni bora kutokea kwake, kwamba mimi ni Max natakiwa kujitofautisha na wale wachezaji ambao hawapati game time. Mimi nitaonesha kwamba napata muda mwingi wa kucheza na nastahili kuwepo kwenye kikosi muda mwingi, na ndicho ambacho alikifanya. Aliofa kitu kizuri kiwanjani. Kina Pacome Zouzoua the same. Celestine Ekwa ambaye naye pia bado unasema matarajio ya wanayanga alikuwa ni makubwa zaidi kutoka kwake. Bado hajafanya ile deliverance ya asilimia pengine hata 75 tu ya kushawishi kwamba anastahili bado kuwa sehemu ya mpango wa kwanza wa Yanga kwenye mechi ambazo anacheza. Naye pia anapata nafasi kwenye mechi hizi. Bado anajaribu kutafuta kilicho bora kutokea kwake. Kwa hiyo unaweza kuona Yanga alichokifanya nao ni kuona kwamba hawa ambao tuko nao tutachagua wale ambao wako bora zaidi kwenda kutuwakilisha kwenye mechi ambazo wanaenda kucheza. Na of course wamefanya kitu ambacho kimekuwa ni kizuri hata katika wakati ambao
walikutana na maswali magumu kwenye timu ambazo ilikuja na mpango tofauti. Kwa mfano mechi zile KVZ naweza nikaitoa kiasi kwa sababu walishinda kwa idadi kubwa magoli, pengine maswali yalikuwa sio mengi sana ya kimbinu ambayo alikuwa anatakiwa kuulizwa wao, kwamba hapo mnatakiwa kujibu maswali magumu ambayo mnaulizwa. Lakini kuanzia mechi dhidi ya TRA ambayo Yanga alishinda goli 1-0, ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa unaona TRA walichoingia nacho. Yaani ilikuwa ni mechi yenye hadhi ile, unaona intensity ile kabisa ya ligi kuu. Yaani nasema hapa ni mechi ambayo kweli TRA nao wameingia wakiwa natafuta alama 3 muhimu kabisa dhidi ya Young Africans. Lakini ulikuwa unaona jinsi ambavyo Yanga waliingia, wakawa na utulivu wa hali ya juu, wakatumia nafasi chache ambazo walipata, moja akaipata, wakaifunga goli. Ndicho kitu ambacho wao walikifanya kwenye ile mechi. The same kwenye mechi nyingine ambayo ilikuwa na intensity nyingine kubwa zaidi dhidi ya Singida Black Stars, ulikuwa na ile bato ambayo ilikuwa inatokea. Huyo Damalo ambao umemtaja hapo ni moja kati ya mechi ambayo eneo la kiungo alikuwa na kazi nyingine ya ziada ya kuifanya, kwa sababu mara nyingi alikuwa anakutana na watu ambao technically wako sawa sawa miguu na wanajuana, wamefanya mazoezi kwenye uwanja mmoja kwa muda mrefu. Unaona ile bato ambayo ilikuwa inatokea hapa na pale ikapelekea mpaka baadaye akaonesha kadi njano. Kwanza alianza nayo, ya pili akapata njano nyingine, afu akaonesha kadi nyekundu ambayo ilimtoa kabisa kwenye mchezo yeye pamoja na Morris Chuku. Kwa unaweza kuona kulikuwa na battle nyingine ambayo ilikuwa personally unasema hii ni tofauti na ile ambayo ilipatikana kwenye mechi dhidi ya KVZ. Kwa hiyo wao wamefanikiwa angalau kupata hizo test mbili za mechi ambazo wanasema zina radha ile ya ligi kuu kabisa, na kasi na kila kitu, unapata kile ambacho ni cha daraja la ligi kuu kwenye michuano ya Mapinduzi, na wanaenda kupata tena radha nyingine kutoka kwa Azam FC. Pengine hii ni mechi nyingine ambayo watahitaji tena kuwa na ukomavu wa hali ya juu, waone kwamba wanaenda kukutana na timu ambayo kimbinu iko sawa sawa. Commitment ya wachezaji wa Azam FC kiuchezaji, unaona kwamba nao pia ni kama wanakitafuta kitu, lakini wana ubora pia ambao licha kwamba alikuwa amekaa benchi muda mrefu, lakini anakuambia mimi Lameck Lawi sio kwamba ni mgeni wa kucheza kwenye mechi za namna hii. Nimecheza hizo mechi nikiwa na Coastal Union, tena kwenye mazingira ambayo pressure inakuwa ni kubwa sana dhidi yetu, lakini bado nilikuwa naonesha performance ambayo ni nzuri. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mechi nyingine ambayo itakuwa ni ngumu, na inatakiwa pia baadhi ya wachezaji, kwa mfano Yanga anamkosa Damalo kwenye eneo la midfield, maana yake unatakiwa kumrudisha tena mtu kama Duke Abuya ashuke kwenye eneo lake la katikati mwa kiwanja. Marake ukipita mtandaoni mara kuna taarifa Damalo kadi yake imefutwa hapa, alafu fanyaje? Hadi kwa nini ifutwe kirahisi? Kila mashindano yana kanuni zake. Unajua kuna mashindano mengine yanaweza kwenye mkifika labda hatua mkifuzu hatua robo finali, kadi zile nyuma zinakufa, mnaanza upya. Mkifika na finali inawezekana labda kanuni ya mashindano inaweza karuhusu hivyo. Uzuri tutakuwa na wenzetu baadaye. Labda tutauliza wao, lakini kwa kila pasu wakabomba. Bwana, hizi taarifa ambazo zinazoenea huko mtandaoni, kanuni inaruhusu? Bwana, kanuni vipi? Ni kweli kanuni au kwenye makundi pale tunamaliza huku ucheze nusu finali bwana, kumaliza hiyo kadi nyekundu angeendelea kucheza angeendelea kuziwa basi. Tuenda kuona finali ya aina gani kwa timu zote mbili, performance zao ambazo wameweza kuzionyesha mpaka kufika katika finali ya leo. Kinga Mkono, ni mechi ambayo itakuwa na burudani sana, hasa kutokana na uzoefu wa makocha wawili waliokuwa nje. Ni makocha ambao tayari kila mmoja amejipambanua kwamba ana kitu msimu huu anataka kukifanya. Ibenge, Pedro, kila mmoja kwenye kikosi chake ametengeneza mchanganyiko mzuri ambao wa vijana na wazoefu, na afu timu yake ina aina tofauti ya uchezaji. Kuna hao wanapenda kucheza sana na mpira, alafu kuna Yanga ambao wanapenda kushambulia kwa mashambulizi ya kushtukiza. Kwa hiyo nadhani kwenye mechi hii tutategemea kuwa na ushindani mkubwa sana, na hasa eneo la katikati ya uwanja, kwa kutegemea zile Azam watakuja kuzuia sana zile mbinu za Yanga za kupitisha mipira, kwa sababu wanaamini kabisa ukimwachia Pacome atawale mchezo, ukimwachia Max acheze, naamini Imidi watakuwa na kazi ngumu ya kuhakikisha kwamba Yanga hawawezi kutulia zile nafasi zao kama walivyokuwa wametulia kwenye mechi dhidi ya Singida, kwamba wakacheza wakajitawala pembeni ya uwanja, vivyo watawazuia. Kuwa atakuwa na kazi ngumu pembeni. Kwa hiyo na Landi Zuzwa ni mchezaji ambaye kwenye mechi dhidi ya Simba alinifurahisha kitu kimoja, alikuwa anaweza kupandisha timu juu
akawa wakati mwingine anaweza kucheza, anatoka pembeni anaenda kama winga, anakuja kama katikati kiungo, anaweza kuja katikati tena chini hapa kama midfield. Yani alikuwa na uhuru sana kwenye mchezo. Nadhani ni mmoja wa wachezaji ambao walichangia sana kuwavuruga Simba kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo kama ataendelea kuwa na kiwango kile, Ndezuzwa ni mchezaji mzuri, atawapa kitu muhimu, japokuwa naamini kutokana na aina ya uchezaji wa Yanga sidhani kama kocha labda atamruhusu sana aende sana vile, kwa sababu Yanga nao ni wazuri kwenye kutumia kwenye nafasi zao za pembeni, kwa sababu Yanga wanatumia sana mawinga. Kwa hiyo naamini yeye ana nafasi kubwa ya kufanya huu mchezo uchezeke vile ambavyo Azam anataka kuucheza, kwa sababu naamini Gift atakuwa kwenye ulinzi mkali. Frank Yasinki hatakubali kumwacha Gift ajitawale, na anajua nguvu zake. Kama Baka, sababu Yanga wameonekana wamerudi, kama wakina Baka watatumika, nadhani na wenyewe wanajulikana jinsi walivyopambana na kina Osmani kule, watataka kuja kuonyesha hilo kitu, kwa sababu Yanga wanataka ile kombe vile vile, kwa sababu ni muhimu kwao katika kuweka heshima yao katika soka la Tanzania. Kwa hiyo ushindani utakuwa mkubwa, ni mechi ambayo mtazamaji hapaswi kuikosa, na alipie kingamuzi chake wa kwenda uwanjani waende, lakini sisi ambao tutakuwa tuko bara basi tutumie vingamuzi twende tukaangalia mechi ambayo yenye ushindani sana, kwa sababu kocha Ibenge naye anataka kuambia Azam wana jambo jipya. Tuna expect kuwa na mabadiliko ya vikosi kwa ufupi kidogo Michael, vilivyoanza katika hatua ya nusu fainali kwako. Kuna maeneo, kwa mfano kwa Yanga nafikiri kuna mabadiliko ambayo tu utategemea kuyaona kuanzia kwenye eneo la kiungo, kwa maana Damaro ambaye kwangu naamini bado hilo ambalo umelisema ni jingine, lakini nategemea kuona kwamba hata kuwa sehemu ya kikosi, kwa sababu kadi nyekundu ambayo alipata kwenye mechi ya mwisho ambayo anacheza kuelekea kwenye mechi hii, maana yake mwalimu atalazimika tu kuwa na introduction ya mtu mwingine, na so far wako na Duke Abuya ambaye yupo Zanzibar na alicheza kwenye mechi zile za mwanzo. Unategemea kumuona akirudi kwenye eneo kwenye eneo la kiungo, yeye atashuka pale chini kucheza na mtu mwingine ambaye mwalimu ataona kwamba anafaa kucheza naye kwenye mechi. Lakini kwenye maeneo mengine nafikiri bado Yanga sidhani kama anaweza ka opt moja kwa moja kwa kutumia wachezaji wengi ambao wametoka kwenye michuano ya AFCON. Mechi iliyopita Dube aliingia. Leo anaweza Dube angalau alipata muda. Unajua Dube tangu ametolewa kwenye hatua ile ya makundi mpaka inakuja mechi ya juzi ambayo alikuja kucheza, ni angalau kulikuwa na muda ambao alipata muda kupumzika. Unajua lakini ulichokuwa nakizungumza hicho wakati ambapo AFCON inaendelea, si ndio? Afrika Kusini akawa ametolewa. Tunisia alitolewa na Mali. Mechi siku mbili baadaye kuna mechi kati ya Burnley dhidi ya Manchester United. Hannibal Mejbi na yule Foster wa Afrika Kusini wote akaenda kazima. Yaani yule Foster kawasili jana, leo kacheza. Kwa hiyo nikasema hata yule nani, kuna mtu jana kachukua naye pia ametoka ameenda kule siku mbili tukaenda kuchukua ya mezima. Lakini sidhani inawezekana wao pia akaona kwamba hii mechi, kwa sababu ni finali, ni mechi ya maamuzi, au unasema kwamba kuna njia zetu, yani sisi na kuna madaraja, kwa sababu kupumzika kama wachezaji wa Stars wamepumzika vya kutosha, almost siku 5 zinafika tokea tumetolewa, kutokea safari kurudi wamepumzika, wamekuja. Sijui labda kama mwalimu ataona kwamba naweza pia nikatumia silaha zangu zote kwenye hii mechi, inaweza pengine nafikiri kwenye eneo la ulinzi wa kati anaweza akamintroduce mtu, kwa sababu unaona hiyo ambayo mwalimu alisagu nayo kumleta Barakonte kwenye eneo la center back akicheza na Frank Yasinki. Inawezekana Frank ukasema sawa, kwa sababu yeye ni center back anaweza akacheza hapo. Sasa nani ambaye anaenda kucheza naye kwenye mechi dhidi ya Azam FC ambao ndo hawa wanakuja na Jaffe Kitambala bora, huko pembeni anakuja watu ambao wana speed, wanakuja kukupa mashambulizi mengi. Unasema pengine anaweza kusema kati ya wale walinzi watatu mmoja ambaye anaweza akawa fit, anaweza kairudi hapa akacheza like ya mtu kama Dickson Job, let's say. Unaweza kusema kwa sababu yeye mwanzoni alikuwa anapata muda mchache wa kucheza AFCON, mwishoni huko ametumika sana, nenda akacheza na Frank Yasinki, mambo yanaweza kawa rahisi kwenye eneo la center back, then kwenye maeneo mengine una introduce watu taratibu, maisha yanaendelea. Unaenda na nani kwenye finali? Kwa sababu ni finali, sio rahisi kusema unaenda na timu ya upande mmoja. Sawa, unaweza kusema kwamba mimi kwangu binafsi nadhani kuna first team na second team. Na siku zote first team kwangu nafikiri ni Yanga nabakia kwa timu ya kwanza, Azam timu ya pili. Bingwa timu ya kwanza. Kinga mkono Azam. Sawa. Bingwa mara 5 ataendeleza. Atachukua 5 maana wa 6. Wa 6. Michael Hiera coach, yeye ameenda na Young Africans.
haimaanishi kwamba ndo hapana, kuhusiana na uchambuzi. Wakati tukisalia katika fainali ya NMB Mapinduzi Cup kwa mwaka huu hapa, kunako katika usajili kikosi cha Young Africans usiku wa kuamkia leo saa 5 jana usiku walimtambulisha nyota kutokea nchini Uganda Alan Okello kuwa ni mali mpya ya Green and Yellow. Mwananchi unabaki kuwa mwananchi, ambapo klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa winga raia wa Uganda Alan Okello, ikiwa ni ongezeko muhimu kwenye kikosi hicho katika dirisha dogo la usajili. Okello aliyetamba kwenye fainali za CHAN akiwa na kikosi cha Uganda Cranes anatarajiwa kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Nyota huyo alifanya vizuri msimu uliopita wa ligi kuu ya Uganda akiwa na Vipers na kuvutia timu nyingi barani Afrika kuweza kumsajili. Okello alifunga magoli 19 msimu 2024-25 na kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu ya Uganda. Na kumbuka Okello yeye katika timu ambazo amewahi kuzichezea, alicheza KCCA, Kampala City Council kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2020. Baada ya hapo akaelekea Paradou ya nchini Algeria ambapo alicheza mwaka 2020 mpaka 2022, kisha akarejea KCCA kutoka mwaka 2022 mpaka 23 kabla ya kujiunga na Vipers ambapo alicheza kuanzia msimu wa mwaka 2023 mpaka 2026 na kufunga mabao 22. Ni usajili ambao ulikuwa unazungumzwa. Starman. Ilikuwa ni ngumu kwa jinsi ambavyo soka la Uganda lilivyojipambanua, wachezaji wake hususan kuangalia fursa nje ya Afrika Mashariki mpaka Okello kuja kujiunga Yanga. Ni usajili mgumu kwa Yanga kwanza, lakini ulikuwa usajili unaonekana ni mgumu kutokana na aina ya mchezaji mwenyewe. Ni mchezaji ambaye anaonekana aliyakubali maisha ya nyumbani Uganda, kwa sababu alienda hata Algeria akacheza akarudi nyumbani. Kwa hiyo hata usajili wake Yanga walipeleka ofa mara kwanza ikakataliwa, mara ya pili ndio ikaja ikakubaliwa. Kwa hiyo inaonekana kulikuwa na majadiliano ya muda mrefu, japokuwa yalianza hata wakati wa AFCON. Tungesema sehemu nyingine kama Waingereza hapa wangesema zile hoja za Yanga za kumtaka zilichangia kijana akose penalty. Unaona Waingereza mazengo yao, lakini ni mchezaji ambaye kwa Yanga wamepata, na ni mchezaji mzuri, na naona moja kwa moja kuwa ana kazi ya kufanya, kwa sababu naona anakwenda kuingia kwenye nafasi ya kuwa pale. Namuona kabisa kama atakuja Okello akaja akaishi kwenye ile miguu ya Azizi amesikiza Diego, au akaishi kwenye miguu ya Okwi, au akaishi kwenye miguu ya Aucho, basi Yanga wamepata mchezaji mzuri, na maisha ya Dar es Salaam yasipomchukua, naamini kabisa Yanga wamepata mchezaji mzuri, kwa sababu kwanza ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kutengeneza. Ni mchezaji ambaye anamfanya Pacome ampunguzie kazi wakati mwingine, kwa sababu kutakuwa na mtu mwingine hatari kwenye upande mwingine. Kwa Pacome atakuwa anatoka kulia, yeye akitoka kushoto, au yeye akitoka kushoto kwa Pacome kulia. Ni mchezaji ambaye atawapa Yanga vitu vingi sana akiwa ametulia, asipoyaishi maisha ya Bengo ndani ya Yanga. Unaona, akiaishi maisha ya Diego, basi naamini Yanga wamepata mchezaji mzuri sana. Sawa, wakati Okello anasajiliwa, akili yangu haikunivutia kwa haikuja kwa Okwi, haikuja kwa Misikiza Diego, haikuja kwa Alidi Aucho. Ilinikumbusha Steven Bengo. Kaka Bengo, yes. Na mimi nasema asipoishi maisha ya Bengo. Sawa, tutakuja kwako, naona kufurahi sana baada ya kukumbusha Steven Bengo. Kwa sasa tuelekee jijini Arusha ambapo mwenzetu Ramadhani Mvungi yupo na wadau wa soka wakiwa wanazungumzia kuhusiana na kuelekea fainali ya NMB Mapinduzi Cup kwa mwaka huu. Je, matayarisho yapoje? Wao wanaona ni fainali ya aina gani katika siku hii hapa leo? Ramadhani Mvungi, habari za Arusha, na Arusha hali ipoje katika siku ya leo? Arusha ni njema kabisa, Said Msumi, na nipo katika viunga vya jiji hili ambalo lipo kaskazini mwa Tanzania. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Sisi tunataka tutumie muda huo mchache katika kufanya mambo ya msingi kabisa. Sasa kama kawaida yangu, kijiwe ni kile kile katika eneo linalofahamika kama stendi ya Loliondo. Ukifika Arusha Saidi bwana,
kama unataka kuzungumza soka, fika hapa katika stendi ya Loliondo. Watu wanapiga kahawa kidogo. Mambo vipi mzee? Kahawa inapanda? Inapanda sana. Asubuhi inaendeleaje Arusha hii? Inaendelea njema kabisa. Au sio? Yeah. Wewe unaitwa nani? Naitwa Luka Paulo. Si ndio? Yeah. Nani? Luka Paulo. Luka Paulo. Yeah. Umekuwa Arusha hapa kwa muda gani bwana Luka Paulo? Ni mzaliwa Arusha. Umezaliwa hapa hapa? Yeah, yeah. Nyumbani Arusha sehemu gani? Nyumbani ni Arusha, maeneo kwa mrefu. Maeneo ya kwa mrefu. Yeah. Hebu kidogo Watanzania wakuone kwamba bwana tuko hapa mtoto wa kwa mrefu. Okay. Wewe unafuatilia soka? Ninafuatilia. Mpira unaujua? Mpira naujua kwa kiasi kidogo. Kwa kiasi? Yeah. Leo unajua kwamba Azam anashuka uwanjani katika uwanja wa Gombani Pemba Zanzibar huko kumenyana na Yanga? Yeah, naelewa, najua. Wewe karata yako leo unaitupa wapi bwana? Naitupa kwa Azam. Azam? Yeah. Kwa nini Azam? Azam ni timu nzuri ambao ina mwelekeo na wachezaji wake ni wazuri sana. Aha. Yeah. Sawa. Hebu piga fundo la kahawa kidogo ili watu wajue kwamba unaiombea Azam mema huku kutoka Arusha. Yeah. Sawa, hiki ndicho ambacho kinaendelea hapa katika stendi ya Loliondo, lakini tunazungumza soka. Bwana, mambo vipi mzee wangu? Mambo poa. Mnaendeleaje? Tuko vizuri tu. Arusha inasemaje? Arusha poa. Ndio. Yeah. Tumekuwa na harakati nyingi sana katika soka, ingawa ni kipindi ambacho wazungu wanaita kama international break hivi. Mataifa mbalimbali yalikuwa yakiwakilisha katika AFCON, ingawa mashindano ya AFCON yanaendelea, lakini hapa Tanzania kulikuwa na michezo ya Kombe la Mapinduzi ambayo yanaendelea Zanzibar huko. Umefuatilia? Kidogo kiasi. Kiasi? Ndio. Aha. Hicho kidogo ambacho ulifuatilia, nini ambacho umekiona katika Kombe la Mapinduzi hadi sasa tunaelekea katika fainali ya Azam dhidi ya Yanga? Nimeona Azam na Yanga wameingia fainali ya Kombe la Mapinduzi. Ila sasa Yanga kweli wana vijana wazuri, ila wakae vizuri kwa Ibenge, kwa sababu Ibenge ana watu hatari sana. Kuna yule Katamba la kidogo pale, beki ya Yanga kae vizuri, kwa sababu Francis Ibenge ni mjanja, anaweza akakufisia akakupiga goli moja litaisha. Mechi ikaishia. Kwa sababu kuna mtu ambao ni msumbufu kidogo Pakome. Kwa upande wa Yanga, yule akipata defense kule namba 2, akakabwa kule vizuri, Pakome akakosa mpira kurudisha kule, Yanga atakufa. Na hakika Yanga atakufa kwa sababu Ibenge anacheza mpira akili sana. Akikabwa sijui kama atampaka Dukebuye pale katikati namba 8 au 10 pale. Wala akikabwa pale vizuri na ile beki ya Azam, Yanga wanakufa leo. Umesikia bwana hayo? Kuna wachambuzi ambao tunakuaga nao studio hapo, lakini sasa hapa tuna wachambuzi kutoka mitaani na soka wanalijua kweli kweli. Hivi nikuulize kitu. Wakati wa nusu fainali kati ya Azam pamoja na Simba, mchezo ule ulitazama? Niliutazama. Aha. Tathmini yako katika mbinu za Ibenge unavyoona na namna ambavyo anaingia kukabiliana na Yanga, unadhani ni kwa namna gani ambavyo wewe tangu mwanzo tulikuwa tunajadiliana mawili matatu hapa, ulikuwa unaonekana kuipa nafasi zaidi Azam? Unadhani ni mbinu gani ambazo anaweza kuzitumia kuimaliza mechi kama ambavyo ulikuwa unabainisha hapo awali? Unajua Ibenge ni mjanja sana, atakuacha kusoma mpira wako. Kuna yule Katamba la sujui na yule mwingine aliyoko kushoto, kwa maana huyu anatokea kulia. Akikufunga goli, kufika tena kwake ni ngumu, kwa maana anaangalia wale forward wako akiwabana tu vizuri, akawanyima asiguse mpira, kwa Ibenge utoki. Unaelewa vizuri? Sawa. Kwa hiyo ndio unachoamini kwamba Ibenge anatumia mbinu kubwa sana. Yaani atakuacha uchezee mpira, lakini akipata akienda kwako, akiingia kwenye 18, akiingia mara 2 au mara 3 lazima awe na goli. Hii ni kwa upande wa Azam. Vipi kwa upande wa mbinu za kocha Pedro wa Yanga, unadhani anazoweza kuzitumia sasa ili na yeye kupata matokeo kama ambavyo tulijadili kwa upande wa Azam, lakini sasa hebu twende kwa upande wa Yanga kidogo? Unajua pale Yanga kuna mtu wa kuchungwa sana. Kuna mtoto anaitwa Sengeli yule naonaga anakanyaga kila sehemu uwanjani. Yule ndio kuchungwa kwa sababu ndiye anaachia mpira kwa kule Pakome kule. Yeye ndio anaamua mechi iweje. Yeye ndio anaamua mechi.
sababu ndiye anacheza. Shukrani sana Ramadhani Mvungi kutokea jijini Arusha hapo, ukiongea na wadau, maoni, mtazamo kuhusiana na kuelekea fainali hii hapa ya NMB. Tuweze kuungana tena naye Ramadhani Mvungi. Segeli ndio akuchunga kwa sababu ndiye anaacha zile pasi za mwisho. Kwa hiyo ndio mtu hatari pale Yanga. Sawa. Basi wakati tunaelekea kuhitimisha tuendelee kupata mawili matatu kutoka kwa wadau wa soka, wachambuzi wetu wa mitaani, kutupa tathmini yao kuelekea katika fainali hii. Yes, Ramadhani Mvungi huyu akiongea na wadau kutokea hapo Loliondo, stendi ya Loliondo. Ukitaja jina Loliondo ulikuwa kuna muda, kuna mwaka ulikuwa ni maarufu kweli kweli, kila kitu na nyakati. Wakati ambao kabla tujaenda kwa Ramadhani Mvungi, alikuwa anazungumzia kuhusiana na Starboy Alan Okello, taarifa ambayo nilikuwa nimewasilisha hapa. Okello ni mzuri kutokea pembeni ama awe acheze free roll katikati, coach? Okello nafikiri anaweza akafiti kwenye nafasi mbili, nafasi ya winga na nafasi ya namba 10. Hizo nafasi ambazo Alan Okello anaweza akacheza. Kwa kucheza kwenye nafasi ya namba 10 currently, hasa kwenye mfumo ambao timu nyingi huwa zinatumia wa 4 2 3 1, hiyo nafasi ya namba 10 ambaye anasimama kwenye wale watatu ambao anasimama nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, yeye anasimama ndani, then unategemea kuwa na mawinga wawili pembeni. Lakini ni ngumu pia kusema utakuwa na stiki zaidi kwenye eneo moja. Yaani unaweza kukuta watatu ambao anasimama nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, kukawa na mbadilishano sana nafasi kwenye nyakati nyingi. Unaweza kukuta kushoto anaenda kulia, kulia anaenda kushoto. Kuna muda wa katikati anaweza kwenda kushoto, wa kushoto akarudi kwenye nafasi ya katikati. Nitakuwa nakosea kwamba Okello ni mbadala wa Aziz Ki? Ni mapema sana. Sio kwamba yani nenda kafiti, hapana. Kwa position nafikiri Okello anaweza akawa ni, kwangu naweza nikasema Aziz na Okello anatofautiana kiasi kwenye tabia za kiuchezaji. Kama Okello anaweza akawa ni dribbler mzuri na runner mzuri. Anaweza angalau akachukua mpira akakimbia kwa umbali kadhaa akafanya kitu kingine. Stefan Aziz Ki ni mchezaji mzuri akiwa anacheza kwenye nafasi sio kubwa sana ya kukimbia. Yaani Aziz ukisema umpe jukumu kwamba labda atokee pembeni, umseme leo unacheza pembeni kwenye wala watatu, atokee pembeni huku, wewe unakimbia uingie ndani upige, utokee pembeni ukimbie muda mrefu uingie ndani upige, inaweza kaa Aziz unampa kazi ngumu. Kucheza katika lile shimo, kucheza ndani inawezekana, lakini Aziz ni exceptional. Aziz kwangu nafikiri tayari amesha prove kwa kiasi kikubwa sana kwenye ile eneo la ndani. Nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, Aziz anaweza akawa na vitu vingi ambavyo ameshavifanya tayari, na inawezekana pia hata daraja la Aziz inawezekana ni juu ya Alan Okello. Ipange Yanga ya Okello. Yanga ya Okello naweza nikawa na, ukitoka kwenye eneo la chini huko ambako utaacha vile ambavyo mwalimu anaweza kaa ile moja kama kawaida, mbili kama kawaida, mpaka 6 kama kawaida, mpaka 6 na 8 anaweza kama kawaida. Nafikiri ni 7 8 9 10 kwenye ule mstari wa kiushambuliaji wale wachezaji wanne. Unaweza ukawa na Maxim pia Nzengeli, unakuwa na Alan Okello, unakuwa na Pacome Zouzoua. Juu unamweka Prince Dube, ama kama atapona kwa haraka Clement Mzize unamweka juu kwenye la kushambulia. Manake Alan Okello anaungana na Pacome pamoja na Maxim pia Nzengeli kwenye viungo wa ushambuliaji. Hebu tuanze hapa namba 6 kidogo, usituchanganye. Kwenye eneo la namba 6. Yani au ipange Yanga hii hapa, Yanga hii. Yanga yani unasema kwamba hii sio Yanga yako. Yanga ya Pedro hii hapa coach. Kwa kuanzia namba 6. Damaro presence yake nafikiri anaweza akawa ni mtu ambaye anaingia kwenye eneo la defensive midfield. Kwenye wale wawili ambao anacheza pale chini, Damaro pamoja na Duke Abuya. Then juu ndo hao ambao nimekutajia, inaendelea kuwa hivyo. Ambao Maxim pia Nzengeli, Pacome Zouzoua, Alan Okello, striker mmoja. Mudathiri nje. Ya muda kwa sasa kwangu nafikiri inaweza ikawa anaingia na kutoka kwenye kikosi, kwa sababu uwepo wa Damaro, Duke Abuya, angalia energy ambayo anaweza kukupa Duke. Ni the same
kitu ambacho anakupa kwenye eneo la kiungo unasema ni wale aina ya viungo ambao anaweza kucheza boksi la kuzuia na boksi la kushambulia the same. Tutarudi kwako pia. Turejee kwa Ramadhani Mvungi hivi sasa jijini Arusha, katika stendi ya Loliondo. Nadhani gahawa inaendelea hapo kidogo. Gahawa mambo yameendelea. Mvungi unaweza kaendelea. Naam, naam, tunaweza kuendelea. Gahawa inaendelea, watu wanaendelea kupata kahawa kidogo. Sasa wakati tunamalizia tuendelee kupata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu hapa katika stendi ya Loliondo kuelekea katika fainali hii ya Kombe la Mapinduzi, Azam dhidi ya Yanga. Ndugu yangu hapa nazungumza na nani na tathmini yako ni nini katika mchezo huu? Hapo nazungumza na Yahya Omari Mgaza aka mtafiti napatikana chini ya mti Shamri Abedi. Cha kwanza jamaa yangu pale amezungumzia habari ya Aucho, kwanza Aucho hayupo. Akumbuke amechanganyikiwa. Amechanganyikiwa kwa sababu ya kipigo. Anamkumbuka na Max Zengeli. Alafu anaposema kwamba forward ya Azam ni kali, huo ni uongo kwa sababu Yanga Afrika ni timu kali. Ukiangalia katika AFCON iliyokwisha hii ambayo imeisha Morocco sasa hivi hapa Taifa Stars imerudi. Timu ambayo ilikuwa ni bora zaidi ni timu ya taifa ya Tanzania ikiongozwa na beki ya Yanga. Kwa hiyo leo beki ya Yanga ipo. Sawa asisahau hiyo kwamba beki ya Yanga ipo. Na sisi Yanga African hatuchezi na Azam tu, tunacheza pia na Ibenge kwa sababu Ibenge ni mtu ambaye tumekutana naye kwenye klabu bingwa mara nyingi sana. Kwa hiyo tunajua mbinu zake, tunajua namna ambavyo anashambulia, tunajua kila kitu. Na hata hatua ya klabu bingwa mechi ya mwisho tulimgunga. Na hata leo hivi vile pia tunapeleka ile kwa vile. Lakini Gaza, pamoja na hayo yote, ni mambo gani ambayo unatazama katika mbinu za kocha wote wawili? Kwa sababu tunafahamu Ibenge kwa upande wa Yanga amekuwa ni kocha ambaye mbinu zake zimekuwa zikisumbua Yanga kwa sababu wamewahi kukutana mara sana. Ramadhani Mvungi hapo. Kuna mtu mmoja sema anatokea kwa mti kwa mrefu, kwa mfupi ni wapi hapo? Watu wa Arusha. Sawa, naona yuko vizuri Ramadhani Mvungi, tuweze kuungana naye tena after rudi tena. Yanga ukitaka ucheze na Yanga lazima ucheze mpira. Lakini sasa Ibenge ni mtu ambaye anakaa kidogo mtandao na mimi mambo hajakaa vizuri, lakini nafikiri huyo mtu wa mwisho hapo pia alikuwa anazungumza pia na yenyewe alikuwa anatoa mtazamo wake kuhusiana na vita ya Ibenge na Young Africans, lakini pia alimsahisha mtu wa kwanza. Ndio raha ya kuwa vijiweni watu kuzungumza mpira na kadhalika, kuchambua kuhusiana na soka kwa ujumla wake. Tulikuwa tunaangazia kuhusiana na Alan Okello na alivyotua ndani kikosi cha Young Africans. Inawezekana kuna watu hawajui story ya Stephen Bengo. Stephen Bengo, wakisikia mchezaji Stephen Bengo kutoka Uganda alikuja Young Africans, alikuwa ni starman, alikuwa hatari sana kutoka Sports Club Villa Jogo. Alikuwa mchezaji ana kipaji cha hali ya juu sana. Wanamzungumza Ziki, lakini mwili wake Ziki na Stephen Bengo unafanana kila kitu. Yaani ukiangalia mambo yao yalivyokuwa, unaweza kusema ni watu wanatoka sehemu moja. Sio kama Stephen Bengo kama alizidi kidogo. Alivyokuja hapa maisha yalivyokuwa mazuri ndio akaongezeka. Maisha ya Dar es Salaam yalimchukua, maisha ya nje ya Dar es Salaam yakamchukua, na kile ndo ambavyo alipopotea. Lakini ni mchezaji ambaye alikuwa na kipaji kikubwa sana, alikuwa na uwezo sana wa kucheza mpira. Alikuwa na pale kwenye katikati ya uwanja pasi za uhakika, chenga, mashuti. Yaani alikuwa ni kiungo ambaye ametimia. Lakini bahati mbaya ndo maisha ya nje ya uwanja yakambeba, ndo maisha ya Dar es Salaam yakashindwa kuyabeba. Na wachezaji wengi katikati hapa wa kutoka Uganda, maisha ya Dar es Salaam yalikuwa yanawachukua sana. Sijui kwa sababu gani, lakini Diego Hamis Kiza, Diego Okwi, George Owino yule George Owino gani, alafu na Aucho ni Joseph Owino, yes. Wale ni wachezaji ambao walitoka Uganda, wamekuja hapa, wameonyesha kitu kikubwa sana, na maisha ndani ya hizi klabu mbili wamefanya kwa mafanikio sana. Yaani unaona kuna wachezaji kutoka nchi fulani, unajua huyu akija hapa maisha yake yanakuwa magumu sana, lakini umeona wakina Hamis Kiza walikuja hapa wakafanya vizuri. Naamini kama Okello ataishi kwenye mistari hao waliofanikiwa, ndio nasema Yanga itakuwa imefanikiwa, kwa sababu ni mtu ambaye atawasaidia kutokea pembeni, jambo ambalo naona Yanga wanatafuta mtu, kwa sababu Yanga kwa asili yao wanatumia sana mawinga. Kwa hiyo yeye kama atakuja, namuona kabisa anaenda kucheza pembeni kwa Ekua, kwa sababu na Ekua bado
kocha anajaribu kumtumia sana, lakini kwa bado hajafikia kile ambacho watu walichokitegemea, na watu wengi wanamuona Dudu Washa amekuwa washawasha kweli. Kwa hiyo ameshindwa kutimiza zile lengo la wanayanga. Kwa hiyo nadhani huyu uwepo wake pale utaongeza kitu kwenye kutokea pembeni, kwa sababu kwenye timu ya taifa kocha Uganda mara nyingi alikuwa anamtumia akitokea pembeni. Hata kwenye chani mara nyingi alikuwa anatumia akitokea pembeni. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri sana akitokea pembeni upande wa kulia, akawa anaingia kwa sababu anatumia mguu wa kushoto, akiingia kutokea pembeni anakuwa ni mchezaji analeta madhara sana kwenye beki za timu pinzani. Kwa hiyo hicho ndio tulichoona Yanga wamefaidika nacho. Aje wamtulize, wamueleze maisha ya Dar es Salaam, wampe misingi. Kinga Mkono unang'ang'ania sana na maisha ya Dar es Salaam ni magumu sana. Maisha ya Dar es Salaam yani kama unatisha hivi Kinga Mkono. Wachezaji wengi, kuna nyota wengi, ngoja nikwambie. Kuna nyota wengi wamekuja maeneo yako Magomeni Ilala. Kuna nyota wengi wamekuja Yanga msimu huu. Wengine wameshindwa kutokana na maisha ya Dar es Salaam yamewapoteza. Maisha ya Dar es Salaam. Sawa, maisha ya Dar es Salaam au maisha ya Dar es Salaam? Maisha ya Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam ni nzuri tu. Dar es Salaam ni nzuri. Dar es Salaam ndio. Nakumbusha Baba Saidi wakati Baba Saidi bwana. Anakuja ilevo. Olevo. Akambia, mwanangu nisitaka kuona posta. Posta unaenda kufanya nini? Mwanangu nisitaka kuona posta kwenye sadamu. Anatafutwa. Maisha ya Olevo. Alikupa tahadhari na Dar es Salaam. Dar es Salaam mzuri bwana. Atakaye na aje. Dar es Salaam. Sawa, shukrani sana. Nipo na Andrew Kinga Mkono pamoja na Michael Hiera, coach Michael. Mimi ni Saidi Salim Msume. Bado kuna mengi sana ya kuja kuangazia. Tukirejea bado tutakuja kuangazia NMB Mapinduzi Cup kwa mwaka huu, lakini bila kusahau nusu finali ya finali za AFCON 2025. Kumbuka Misri dhidi ya Senegal, wakati mechi ya Morocco watakuwa wanapambana dhidi ya Nigeria. Nigeria dhidi ya Morocco inatukumbusha kwamba ni miaka 22 imepita tangia mechi yao ya mwisho wacheze katika finali za AFCON. Ilikuwa ni mwaka 2004 katika finali zilizofanyika katika nchi ya Tunisia, ambapo Morocco aliibuka na ushindi wa bao 1-0, bao la Yusuf Haji dakika ya 77. Ulikuwa wapi kipindi hiko? Tutakuja kuangazia na takwimu mbalimbali ambazo bado tupo nazo. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tunakwenda mapumziko kisha tunarejea.